Habari za saizi ndugu mtazamaji wa MBL Online TV. Mimi ni Mfasto the King kutoka Sweden Gothenburg. Siku ya leo ya tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2025 tumepata taarifa kutoka nchi ya Tanzania, mkoa wa Kigoma, kwenye kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu kwamba kuna operation ya polisi inayofanyika upande wa Burundian na imesababisha machafuko makubwa hapo kambini. Na machafuko hayo yameanza tangu asubuhi kwamba polisi inaenda kuchukua bidhaa vya biashara kwa wale wanaofanya biashara za maduka na kuuza vitu tofauti na kupeleka ofisini kwao. Na Burundian, wakimbizi wa Burundian wameweza kuchafuka na swala hilo, hivyo ikapelekea kwenda kwenye kituo cha polisi na kuweza kuomba vitu vyao ili waweze kurejeshewa, lakini haikuwa hivyo kama walivyofikiria. Vinginevyo polisi ilianza kufyatua risasi kwa watu kwa ajili ya kuweza kuwasambaza, kila mmoja aweze kurudi manyumbani kwao. Operation hiyo imetafsiriwa kuwa ni moja kati ya juhudi wanazofanya polisi kwa ajili ya kuwahimiza wakimbizi wa Burundian waweze kuchukua maamuzi ya kurudi nyumbani kwao. Ifahamike kuwa hapo nyuma wakimbizi wa Burundi walikimbia nchini kwao kwa ajili ya vita iliyotokea, lakini mpaka sasa hivi inaaminika kwamba kwenye nchi ya Burundi kuna amani, na ndio sababu inayofanya polisi iweze kuhimiza wakimbizi wa Burundi waweze kurudi nyumbani kwao. Tuweze kuangalia video hii ili tuone kilichotokea. Kuna watu ambao tayari wamekwisha kujeruhiwa na tukio hilo na wapo kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matibabu na huduma za msaada zaidi. Risasi hii hapa. Yarenga risasi bado. Risasi hii hapa, wewe iguse hivi hata inasikika na kutingisika na tingisika. Iliyotoka huko ndio hii pia huko. Hii imetokelezea huku nyuma hapa ambapo pametoboka pakubwa ndio ambapo imetokelezea. Ambapo inaingilia huwa sio pakubwa. Ndio. Hebu gani sehemu ambapo kuna kule inakochomokea ndio inakuwa na shimo kubwa. Na metro ngapi? Wewe kwanza leta ile ni yes. Mambo ya madawa nayo mwachie daktari. Daktari anaenda kule pharmacy. Hafa mdogo hakije mtu yene kwa fashion. Sijewe nari hanze. Harundi mdogo wakayewe Roma ari muri hagararanye we muciye ku ruhande. Tenda kumbisa mwibati uyachafuka. Lakini vile vile tumechukua nafasi ya kuweza kuzungumza na mtu anayepatikana kwenye kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu kwa ajili ya taarifa zaidi. Tusikilize anasema kitu gani kuhusu swala hili. Habari za saizi ndugu yangu? Nzuri, sijui huko. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Habari za huko? Habari za huko nakwambia ni hatari, yani ni mshike huko. Poleni sana. Tumepata taarifa kutoka kambini Nyarugusu kuwa kuna machafuko. Hivi sababu kuu ya machafuko ni nini? Sababu kuu ya machafuko ni kwamba kule Burundi na maeneo ya Burundi kuna operation ambayo ilikuwa imefanyika, tuseme ilikuwa ni leo asubuhi. Ndio. Mapolisi walienda kuvamia kule kwenye maduka. Wakawa na nyanyua vitu kutoka kwenye maduka, mabetri, masola, wakawa wamevipeleka moja kwa moja mpaka kituoni. Sasa ile hali Warundi wenyewe hawakuridhika kufuatana na ile hali, wakawa nafuatia mpaka kituoni kwenda kuchukua nini? Kuchukua mambo yao. Akasema kwamba sisi hatuwezi kukubali vitu vyetu mpaka virudi. Leo tukubali, leo ndo sababu kuu ambayo ilisababisha mpaka utaleta huo mtafaruko. Kwa hayo machafuko yameanza tangu muda gani na mpaka sasa hivi yapo au yameshatulizwa? Yalianza toka asubuhi mida saa 12 alfajiri ndo alianza. Kwa mpaka sasa yani bado anaendelea. Ndio. Toka asubuhi muda huu bado hizo kelele zinaendelea na kuna watu ambao wameshaathirika kabisa. Ina maana kuna watu ambao wameathirika na swala hili ambalo limetokea.
Ya kuna baadhi ya watu wamepigwa risasi. Kuna mmoja alikuwa hospitalini. Ndio. Alikuwa hospitalini, risasi ilimfuata pale pale mpaka kwenye mguu. Kuna mwingine jamaa amepigwa kwenye paja hapa. Yani bado tu unaendelea na wanazidi kuvipiga. Kwa mpaka sasa hivi bado hakujawa dalili yoyote inaonyesha kwamba machafuko haya yatamalizika muda si mrefu. Hakujawa kabisa. Maana wanazidi kufanya operation kule, kuna watu wanashikwa. Wanafikishwa kituoni. Ya. Na haijajulikana kwamba ni muda gani ambao hayo matukio yataishi. Kwa hiyo tukio limetokea upande wa Burundian peke yao na sio upande wa Kongo. Ya, ni upande wa Burundian. Na wote ambao wanaathirika ni Warundi. Hakujua Mkongomani yoyote ambaye ameshapatwa na hilo janga. Kwa hiyo upande wa Burundian wote wamekatazwa kufungua maduka. Ndio ilikuwa sababu ya wao kufanya operation hiyo au kuna kitu kingine ambacho kiko nyuma ya swala hilo? Ya, wengine zaidi siwezi nikafahamu maana ni jambo ambalo liko juu ya uwezo wangu. Unajua ni serikali. Ya, kama ni serikali wanatoa taratibu ambao wanaufanya hivi. Tuseme sababu unaweza siwezi nikaingia kiundani zaidi sana, ila tu ninachokijua kama kwa mawazo yangu mimi nadhani ni operation ya kwenda na kubomoa maduka, maana wenyewe hataki kuona maduka kambini, hasa upande wa Burundi, maana wanahitajika kurudi kwao. Sasa ndio maana wanafanya hizo zote operation za kubomoa zile duka zao ili baadaye waangalie jinsi gani ya kuwakatisha tamaa ili wafanye mpango wa kurudi kwao. Upande wa Wakongo ikoje? Duka zimefunguliwa au zimefungwa? Ya, kuna baadhi ya watu upande wa Kongo, kuna baadhi ya watu wanafungua maduka na kuna wengine wamefunga, wale ambao wanauoga. Wameamua kufunga ya kwa sababu ya hili tatizo ambalo linatokea kwa upande wa Burundi. Kwa mawazo yao labda wanahisi wanaweza wakaja moja kwa moja mpaka huku ikawa imeleta tatizo, na ndio maana wamesikia uoga akaamua kufunga zao. Ila kuna wengine wanafungua maduka bila shida, na kuna wengine wanafungua entreprise zao bila shida tu. Kwa hiyo swala hilo limetafsiriwa kwamba upande wa Kongomani wameruhusiwa kufungua maduka na Warundi ndo wamekatazwa, na ndio maana shughuli hilo linapitikana peke yake kwa Warundi. Ya, na ndo gisa na mimi naweza nikajibu hivyo. Tuseme niko ambao wanaruhusiwa wa Kongomani, lakini kwa Warundi sidhani, kwa sababu wanahitajika warudi kwao. Sawa ndugu yangu, nashukuru sana kwa kutupatia taarifa hizo. Nisiwe mrefu sana, nikutakie kila laheri. Shukrani sana ndugu yangu. Mungu akubariki. Asante sana na wako pia. Nakutakia kazi njema. Shukrani sana. Mvue viato. Ala atari benyo wagochwa. Ali yaso na ali yazidi so na manga. Onobino apikwa isase. Apikwa isase ano hospitali bino isase la pikwa. Ano bino hospitali. Ato ale generator. Ale generator aba yake ato ale generator. Isase la chompata. Yalinga kuri generator nyene. La chompata no generator ano isase. Onobino ale nto wabano mo hospitali. Ale mo kwa generator a generator isase la chompata. Mulo le nshidi omoso anshi lole nshidi omoso ete makenshi api ku isase enu ikanga generator yo pitari lola nshidi omoso sasu watolekeranije amaguru ose parani abanyera ari ku bitaro no kurura kunemeza api ku isase hano bino hano Lorenshi beno atochwa ali yasona manga sana. Nikiwazo ni nani kurufuku impunzi apati sase hano bino generator yo pitari mano babasi sino risasi chimo pikwa ovyo atupata isasa hano opitari obe na generator yo pitari. Pole sana baba.
Pole sana, pole. Pole. Bado risasi limo. Alijatoka hilo. Ni hatari. Baba kapigwa risasi hapa kwenye generator kabisa, hapa kwenye generator ya hospitali. Alikuwa na jikalia zake hapa. Risasi limekuja mpaka kwenye mguu wake hapa kwenye generator. Ni hatari. Ona damu. Watu wataumiza watu wengi sana, Mtu wa pili nimempokea hapa, mtu wa pili kabisa. Sio wa pili. Ni wa nne. Hao wengine wawili hawajafika hapa. Mwingine amefariki. Mimi ninaongea kwa wale ambao nimeshawapokea. Wawili. Kuna wawili wengine wamepigwa hawajafika hospitali. Tumtere sasa ngani. Lazima tupatane. Wewe ni emergency wache ujinga sasa tatisira ni za kwake. Acha sasa. Rignokeni unayo mchungaji? Rignokeni na syringe havipo. Ngoja nione. Sisi hapa zipo. Rignokeni Diclofenac ni lazima achomwe. Pole mzee, pole. Yaani sehemu ambao bado kuna risasi haiwezi katoa damu juu. Imetoka kagonga nani ile mashineni. Umetoka? Imetoka kabisa kagonga. Sasa hapa pamevimbaje na hapa risasi imetoka. Hii hapa hiyo risasi bado hii muhimu. Inayetoka ni hii ya humu. Risasi bado limo. Ile usikia kwenye chuma. Nini uzeye numusenyi wa kubisa hii hapa. Hayarenga risasi bado. Risasi hii hapa wewe iguse hivi hata inasikika na kutingisika na tingisika. Iliyotoka humu ndio hii ilipitia humu. Hii imetokelezea huku nyuma hapa ambapo pametoboka pakubwa ndo ambapo imetokelezea ambapo inaingilia huwa sio pakubwa. Ndio humu. Hebu gani sehemu ambapo kuna kule inakochomokea ndio inakuwa na shimo kubwa. Na metro muhimu. Metro ngapi? Metro ni wewe kwanza leta ile ni yes. Mambo ya madawa nayo mwachie daktari. Daktari anaenda kule pharmacy. Mtazamaji wa MBL Online TV, ni kushukuru kwa kuwa umeanza pamoja nasi na umemaliza pamoja nasi. Hayo ndio matukio yanayotokea kwenye kambi za wakimbizi. Ni kushukuru kwa yote, na kama ni mara ya kwanza kutembelea channel zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa marafiki ili kila tunapotoa video mpya uwe wa kwanza kupata notification. Nashukuru sana na nakutakia kila laheri.